Halo, habari. Karibu katika sehemu ya 8 ya simulizi yetu nzuri ya mateso ya kuzimu. Basi pale tulipoishia ndipo tunapoendelea. Amos akiwa pale anajiuliza, analia na kumuomba Mungu amsaidie atokane na ile hali aliyokuwa nayo. Basi swali kuu lilikuwa ni kwa nini yuko sehemu ile? Japokuwa kuna wakati nafsi yake ilikiri ilikuwa pale kwa makusudi, lakini bado hakujua kusudio ni lipi na limeandaliwa na nani. Yeye alikuwa anaona yuko pale kama kuzimu hivi. Kuna wakati alihisi pengine yupo ndotoni na yale yaliyokuwa yakimtokea alikuwa ni matukio yanapita akiwa usingizini, usingizi wa pono. Hata hivyo, wakati dhana hiyo ikipingana nayo ukweli wenyewe, maumivu na machungu aliyokuwa akiyapitia, akiyapata, yalionyesha kufanya amini kama hayupo katika ndoto. Aliamini yale yalikuwa ni maisha ambayo ni aliishi halisi kabisa. Mgogoro ndani kwa ndani ukaikoroga akili yake. Siku 8 tayari zilikuwa zimekatika. Hakuwa ameweka chochote ndani ya tumbo lake. Ajabu ni kwamba hakuwa ni mtu mwenye njaa wala kiu. Yupo tu. Hali hiyo ikamfanya ajihisi pengine yeye alikuwa amekufa, na pale alipokuwa alikuwa katika maisha ya roho. Kadhalika dhana hiyo ikapingana na utashi wake mwenyewe. Vipi awe na roho ilhali ana mwili? Na vipi awe ni roho ilhali anaishi na wanadamu kama yeye? Kama mimi si mtu bali ni roho, basi hata hawa wawe ni roho pia. Akajiambia mwenyewe, siko kuzimu, lakini pia siko duniani. Akawa anaongea peke yake. Basi kama siko kuzimu ama duniani, nitakuwa wapi? Shimoni, baharini, mbinguni ama wapi? Hakuna mtu aliyemwelewa Amos. Wengi walimuona kama mwenda wazimu ametokea kusikojulikana. Walimtazama kama mwehu aliyewahi kuwa na akili nyingi kabla ya kukumbwa na maradhi ya akili. Naam, aliishi katika hali hiyo kwa siku nyingi sana. Katika siku hizo nyingi, simu yake iliendelea kuwa off na hapakuwa na mahali pengine pa kupata nishati ya umeme ambayo ingemwezesha kuchaji kifaa kile cha mawasiliano. Katika kijiji kile maisha yalikuwa nyuma miaka takriban 50. Wao kwa wakati ule kwao ilikuwa ni mwaka 1960. Nahitaji nipate sehemu yenye umeme nichaji simu yangu. Siku moja aliongea na mzee mmoja mlinzi. Simu na umeme ndio vitu gani? Hii hapa. Alitoa simu yake mfukoni na kumuonyesha mtu yule. Wow, ni nzuri, inafanana na calculate. Umeipata wapi hii? Nitakueleza, nionyeshe mahali penye nishati ya umeme. Umeme ndio nini? Mzee yule alihoji. Amos alichoka. Alishindwa hata kuendelea kuzungumza. Alichofanya ni kurejesha simu yake katika mfuko na kuendelea na maisha mengine. Katika maisha yake ya kuhangaika na kurandaranda kama chizi, hakuwahi kusikia tena yale maajabu ya kuongea na mtu mawazoni. Hakuwa kumuona yule mtoto mdogo ambaye alikuwa ni yeye mwenyewe, wala hakuwahi kujihusisha na familia ile ambayo ilikuwa ni ya kwake mwenyewe. Kadhalika hakuwahi pia kula wala kunywa kama binadamu wa kawaida. Ikawa hali ile haikuwa na athari kwake, ilimnyima raha, lakini alijiona yupo tofauti na wanadamu wa kawaida. Kwa miezi 2 sawa na siku 60, maisha yake yalikuwa ni ya kutangatanga. Malazi yake yalikuwa ni katika soko la kijiji kile. Alikonda na kudhoofu kwa mawazo. Katika siku zote za maisha yake, alichofanikiwa kujua kwenye kile kijiji ni jina la kijiji hicho, kiliitwa Gwem. Kila jioni ya siku imalizikapo, aliungana na walinzi wa soko lile la Gwem na kuweka ubavu wake. Hali ya kutazamwa kama mtu aliyedata haikuwa kitu kwake. Aliamini siku moja angerudi kwenye maisha yake ya kawaida na mambo yake yote yangebaki kuwa ni hadithi. Ingawa watu wengi walimchukulia kama mwenda wazimu, lakini walinzi wachache wa soko lile la kijiji cha Gwem walivutiwa sana na Amosi. Utashi na akili alizokuwa nazo katika kuchanganua mambo mbalimbali ilikuwa ni moja ya vitu vilivyowavutia na kuwashangaza watu hao. Mimi nashindwa kuamini kama jamaa ni mwenda wazimu. Siku moja wazee wawili walinzi wa soko walikuwa wakimteta Amosi wakidhani amelala. Ana akili nyingi sana. Siamini kama jamaa ni kichaa.
Inawezekana ni mpelelezi. Wapelelezi ndio hujifanya vichaa. Ndiyo, mashushu wengi waga wanajifanyaga kama vile wenda wazimu ili wasijulikane na maadui zao. Inawezekana mazungumzo yale aliyasikia vizuri masikioni mwa Amosi. Alijisikia vibaya kuona anavyoishi mithili ya mcheza filamu ambaye yupo katika igizo fulani. Basi akasema, naombeni niwaambie kitu. Amosi aliongea kwa sauti. Jamaa wakastuka. Mimi sio kichaa, wala sio mpelelezi kama mnavyodhani. Nataka mtambue jambo moja, niko hapa kwa kuwa nimenasa kurudi kwenye dunia yangu. Dunia yako? Ndiyo, dunia yangu. Dunia niliyokuwa naishi sio hii. Huku ni kuzimu. Niko mbali sana, najihisi niko jela. Amos alisema kwa uchungu. Maneno yale yalizidi kuwachanganya wale wazee walinzi. Utata wa akili ya Amos ulikuwa hapo. Mtu mmoja aliguna. Ndiyo maana unadhaniwa huenda wewe sio mzima. Mzee mwingine akasema, huku akionekana kufurahishwa na namna Amos alivyojipambanua. Lakini kijana, kwa nini usiende kwa the bastard? Anaweza kukusaidia, mzee mwingine alisema. Maneno yale yalikuwa kama bomu masikioni mwa Amos. Unasema? Aliuliza kwa kiherehere. Kwa nini usiende kwa the bastard? Anaweza kukusaidia. Mtu yule alirudia tena kumwambia Amos. Ni kama vile alikuwa amemwagia maji ya baridi, kitu ambacho alichokuwa akiambiwa hakuamini kama ndio kilikuwa kikimsumbua kwa siku zote. Akasema bastard, alisema kwa mshangao. Ndiyo, jamani bingwa sana wa matatizo kama yako. Mtu yule akaendelea kumpasha. Mnaweza kunipeleka? Ni wewe tu ukiamua. Lini? Hata kesho asubuhi, mtu yule alijibu. Usiku huo ulikuwa mrefu sana kwa Amos. Aliamini kabisa bastard ni moja ya mtu anayeweza kuwa na majibu ya vitendawili vyote alivyokuwa akipitia maishani mwake. Basi taswira ya matukio yote ya nyuma ikawa imejitengeneza kichwani mwake. Tangu siku ya kwanza alipojikuta yuko msituni akiwa ameangukia mbali na wenzake katika ajali mbaya ya ndege. Muda mfupi baadaye anakutana na majeruhi wale. Kisha kutokewa na mauzauza yanayoondoa uhai wa wenzake kadhaa. Kama haitoshi, anatokewa na mama yake akiwa hai wakati alikuwa ameshakufa. Ilhali alikuwa anamsafirisha kwenye ndege akiwa maiti. Mama huyo anampa kipande cha mbao kilichoandikwa Find the Bastard. Mambo yale yaliendelea kukisumbua mno kichwa chake. Akaendelea kukumbuka namna wenzake wote walivyokufa katika mazingira tata na kiumbe chenye umbo lenye kufanana na moshi. Lakini pia kumbukumbu zikaendelea kumpeleka hadi siku ambayo alikuwa akikimbizwa na moshi ule na kujikuta ametokeza kwenye kijiji cha Gwemi, ambapo pia alikutana na mengi ya kustaajabisha. Basi akiwa katika bahari ya mawazo ya kumbukumbu hizo, alipitiwa na usingizi mzito hadi alipostuliwa alfajiri kukiwa tayari kumepambazuka. Oya, kumekucha wewe. Amos alishtushwa na sauti ya jamaa aliyekuwa akizungumza naye usiku juu ya habari ya ile ya bastard. Basi alijinyanyua kivivu akajinyoosha, fikra zake zikiwa katika msukumo mkubwa wa jambo moja tu, kuonana na bastard. Tunakwenda saa ngapi? Ndilo swali la kwanza lilohoji kabla ya salamu. Hata sasa hivi kama upo sawa, twende, Amos aliitikia. Hakuwa na cha kusubiri. Alihitaji kupata tu majibu na suluhu ya matatizo yake. Mwanaume yule, baba wa makamo, ambaye alijulikana kwa jina la Samson Magoma, aliongozana na Amosi. Naye, kama ilivyokuwa kwa watu wengine wa Gwem, waliamini akili za Amosi zilikuwa nusu fiatu, nusu timamu. Basi, tunakwenda baada ya kumwambia tuondoke sasa. Mwanaume yule akaanza kuongozana na Amosi. Itabidi tupitie nyumbani kwangu. Kuna nini? Ili nipate kukoga, tupate kufungua kinywa kabla ya kwenda huko. Samson Magoma alimwambia. Haina neno. Lakini jambo moja bwana mdogo, aliendelea kuzungumza na Amos. Jitulize. Kivipi? Nisingependa uwe mwongeaji sana, maana maneno yako wakati mwingine ndio yanazidisha ugonjwa wa akili. Samson alimuonya. Amos hakutia neno, ingawa hakuvutiwa na namna alivyochukuliwa kama mwenda wazimu. Walipitia nyumbani kwa mtu yule, akaoga na kupata chai ya asubuhi, chai na mihogo. Safari ya kuelekea kwa bastard ikaanza. Tumekaribia nyumbani kwa bastard, Samsoni aliongea. Mapigo ya moyo ya Amosi yakaanza kumdunda.
Hakujua kwa nini anakuwa kwenye hali ile. Hata hivyo aliendelea kujikaza kiume. Ndani ya nukta hizo hizo, alisikia simu yake iliyokuwa ndani ya mfuko wake wa suruali ikijiwasha. Alishangaa maana simu ile ilikuwa imezima chaji muda mrefu. Aliingiza mkono mfukoni na kuitoa. Akaona simu ikiwa inakamilisha mchakato wa kujiwasha, tena ikiwa imejaa chaji. Aliendelea kuikodolea macho simu ile hadi ilipomalizika kuwaka. Hakuamini macho yake kwa kile alichokiona punde baada ya simu kujiwasha. Kwanza, mtandao ulionekana kuwepo kwa 100%. Pili, lile neno find the bastard halikuwepo. Safari hii lilitokea neno lingine jipya. Neno hilo lilisomeka hivi: kill the bastard. Amos alihisi mwili wake ukilowa jasho. Maneno yale yalikuwa ya lugha ya Kiingereza yakiwa na maana muue bastard. Mungu wangu! Amos alichanganyikiwa. Kengele ya hatari iligonga kichwani mwake. Akabaki akitizama simu ile kama vile kuna mtu ambaye yumo ndani ya simu ile, ambaye ndiye anayetoa mwongozo wa mambo yote yale. Ni nini? Samson Magoma aliyekuwa hatua kadhaa mbele aliuliza baada ya kumwona Amosi akiwa amesimama huku akikodolea macho kifaa ambacho hakuwahi kukiona tangu azaliwe. Umekipata wapi hicho? Aliuliza swali ambalo Amosi aliliona ni la kipumbavu. Hivi bastard ni nani haswa? Amosi akauliza akiwa amechanganyikiwa. Si ndio nakupeleka ukamfahamu na kusaidia matatizo yako? Ama hujanijibu bado? Sijajua mantiki ya swali lako. Nijibu kwanza, nitakueleza mantiki baadaye. Unamtaka bastard humtaki? Samson Magoma naye akauliza kwa ukali. Namtaka. Basi twende. Kwanza tumeshafika, ni pale kwenye kile kichaka pale. Akasema huku akinyoshia kichaka kikubwa kilichokuwa mita kama 2 hivi, kama 200 kutoka mahali walipokuwa wamesimama. Kelele za taharuki alizozitoa Kiba baada ya kuiona simu ya Amosi, mtu aliamini amepotea na abiria wengine katika ndege ya Panasonic Airlines, ilimshitua kila mtu akiwa pale kwenye maombi. Hapa nimewakurudisha kule nyumbani sasa walikokuwa wanafanya maombi wale. Akasema Amosi, simu ya Amosi anapiga. Kiba alipaza sauti. Watu wote waliokuwa kwenye ibada kuomba uponyaji wa ndugu wote waliopotea kwenye ndege ile walikurupuka na kukimbilia pale Kiba alipokuwepo. Mungu wangu, huyu ni Amosi, mtu mmoja aliuliza. Ni yeye, bado anaishi? Mtu mwingine akadakia. Kiba alibonyeza kitufe cha kupokelea na kuweka simu sikioni. Hello, weka loudspeaker. Mtu mwingine akaropoka. Upesi Kiba akabonyeza sehemu ya kuweka sauti kubwa. Hello, Kiba akaendelea kuita upande wa pili kwa nguvu. Watu wote walikuwa kimya kusikiliza kama mtu anayeongea simuni ni Amosi au la. Simu yake ilikoroma, kisha muda mfupi kakisikika mlio wa kukatika. Ti, halafu ikakatika. Imekatika. Mpigie. Watu wakasema kwa sauti kubwa, mpigie. Kiba hakuchelewa. Pale akaipiga ile namba. Namba unayoipiga haipatikani, ndio jibu alilolipata. Aya. Sauti za mfadhaiko ziliwatoka watu wale. Wakaipiga ile namba mara nyingi zaidi, lakini jibu likabaki ni lile, namba unayopiga haipatikani. Sasa tufanye nini? Mtu mmoja alihoji. Tupeleke taarifa polisi. Mwingine akashauri. Lini? Kesho asubuhi. Hapana, twendeni sasa hivi. Kiba naye akasema naam. Muda mfupi baadaye taarifa juu ya kupata simu kutoka kwa mmoja wa wasafiri waliopotea na ndege ya Panasonic Airlines zilikuwa katika mikono ya jeshi la polisi la mkoa wa Geita. Sasa, una uhakika namba hii ni Amos? Kamanda wa mkoa wa Geita, Deborah Magigi, alimuuliza Kiba. Nina uhakika hii ni namba yake afande. Sasa kwa nini haipatikani? Hilo sasa ndio limetuchanganya, Kiba alisema. Kamanda yule wa polisi naye aliipiga namba ile. Jibu lilikuwa lile, haikupatikana. Siku hiyo taarifa hiyo ikatumwa makao makuu ya jeshi la polisi nchini. Masaa machache baadaye, wanausalama wa Tanzania na kitengo cha CIA, Central Intelligence Agency kutoka Marekani, ambao kazi yao kubwa duniani ni kuchunguza vitisho, matukio ya kijasusi toka nje ya Marekani, kwa pamoja walikuwa wakifuatilia sehemu simu ile ya Amos ilipotokea. Kazi ya kuchunguza simu ile mahali ilipotokea haikuwa kitu kikubwa kwa CIA.
ilikuwa ni kitu kidogo. Muda mfupi tu baadaye, kila kitu kilikuwa kimekamilika. Simu ile ilijulikana mahali ilipokuwa ikitokea. Vikosi mbalimbali vya uokoaji, makomando wa kimataifa wakishirikiana na CIA walikuwa tayari kufika kisiwani Guam kumpata Amos, mtu aliyedaiwa kuwepo hai katika ndege ya Panasonic Airline iliyokuwa imepotea. Inawezekana kweli kuna ugaidi katika jambo hili? Sidhani, lakini ngoja tusubiri ripoti ya operation ya askari waliokwenda huko. Sasa kama huyo mtu aliyekuwa kwenye ndege anaonekana yupo Guam, bila shaka hata ndege hiyo ipo mahali fulani kisiwani hapo. Je, inawezekana kweli satellite zote zilishindwa kubaini kama kuna kitu kinachohusiana na ndege ya Panasonic eneo lile? Watu wa usalama walikuwa wakizungumza. Kila mtu alikuwa na shauku ya kujua matokeo ya uchunguzi ule. Basi Amos aliendelea kutetemeka kadri walivyokuwa wanakaribia kile kichaka kule porini sasa na kurudisha kwa Amos. Alikuwa anatetemeka wanavyokaribia kile kichaka ambako ameambiwa ndo yule bastard yupo. Macho yake yalikuwa yakitua kwenye kioo cha simu yake. Neno kill the bastard liliendelea kung'aa kwa nguvu zaidi kadri walivyokuwa kisogelea kile kichaka. Akasema tumefika na bahati nzuri tumemkuta. Mtu aliyekuwa naye alimwambia. Alisogea zaidi kwenye eneo lile lenye majani. Amos akabaki akishangaa. Hakuona kitu chochote kwenye kichaka kile. Japo mwenyeji wake alimwambia pale ndipo alipokuwa bastard na muda ule alikuwepo. Mbona sielewi? Amos alisema akiwa anashangaa huku na kule. Huelewi nini? Hapa ndio anaishi huyo nani sijui. Ndio ni hapa. Yuko wapi sasa? Usiwe na haraka bwana mdogo. Mtu yule akamjibu huku akisogelea sehemu ya majani chini ya ardhi. Amos aliendelea kumfuatilia mtu yule anachokifanya. Magoma alipekenyua kwenye majani yale, kisha akakamata kitu. Kwa nguvu akakinyanyua kitu kile. Naam, mfuniko wa chuma uliokuwa umezibwa kwa majani ulifunguka. Basi yeye alikuwa akimwangalia. Akasema, huu ndio mlango wa kuingilia ndani kwa bastard. Magoma alisema huku akimtizama Amos kwa jicho lililomwashiria aingie kwenye tundu lile chini ya ardhi. Kumbe anaishi chini ya ardhi? Ndiyo, ingia sasa. Magoma alimwambia. Peke yangu? Ndiyo. Kwa nini tusiende wote? Hatutakiwi kuongozana wote kijana. Hebu kuwa mwelewa. Mtu yule alifoka. Naogopa kwenda peke yangu. Unaogopa nini wewe? Hebu acha ujinga. Magoma aliendelea kumkemea. Amos hakuwa na jinsi. Maji alikuwa ameshayavulia nguo na hakuwa na bidi kuyaoga. Ilibidi afanye hivyo. Basi naomba tuishie hapa kwa leo. Karibu katika sehemu nyingine inayofuatia ya simulizi yetu nzuri ili tuweze kujua ni nini kilijiri baada ya Amos kuingia katika ule mfuniko chini ya ardhi. Kama ni mara yako ya kwanza kuangalia video zetu, usisahau kusubscribe. Asante kwa kuwa nasi mpaka mwisho. Kwaheri.